Msanii Chidi Benz ameshtua watu wengi baada ya muonekano wake kubadilika, kuonekana mwenye afya zaidi, tofauti na vile kipindi cha hivi karibuni kuonekana hivyo. Na utakumbuka ana zaidi ya miezi 5 hajaonekana sana kwanza kwenye mitandao, kwenye interview na sehemu nyingine mbalimbali za kazi zake za kimuziki. Na baadaye ikawashtua wengi wakiona maswali, Chidi yuko wapi, Chidi vile. Lakini baada ya kuonekana amebadilika muonekano, ikawafurahisha wengi na wengi wakawa wanampongeza. Ayo TV leo imepata upande wa story ya pili kuhusiana na mabadiliko ya Chidi. Alikuwa wapi? Ameonekana tu kwenye hizi kampeni za kuadhimisha maadhimisho ya upambanaji wa madawa ya kulevya, watumiaji wa madawa ya kulevya na wafanyabiashara madawa ya kulevya, maadhimisho ambayo yameadhimishwa wiki iliyopita, na Chidi Benz alikuwa pale akapata nafasi ya kuperform na kuonesha namna gani ambavyo yuko imara. So alikuwa wapi? Sober House. Sober House gani? Ilikuwaje? Tunaye mhusika ambaye alikuwa na Chidi Benz, anatuelezea. Anatuambia jinsi ambavyo Diamond, naibu waziri Mwanefei, lakini pia Baraza la Sanaa la Taifa BASATA na wadau wengine walivyohusika kwenye kuweza kumsaidia Chidi Benz kupata msaada wa kimatibabu kutokana na matumizi hayo ya madawa. So msikilize hapa, anaitwa Pili ambaye ni mmiliki wa Sober House ambayo Chidi Benz amekuwa akipatiwa matibabu huko. Safi, Pili, unaweza kutukumbusha ni wasanii wangapi so far umewasaidia kupitia Sober House yako? Nimesaidia wengi, lakini wengine hawapendi kutaja, unajua hawezi kulazimisha brand privacy yao, lakini nimewasaidia. Hawa Mariam Dogo Mfaume alipita kwangu, kwa hiyo ndivyo. Safi, tumeona pia muonekano mzuri wa Chidi Benz, watu wanahisi pia alikuwa kwenye Sober House yako. Unahusishanishwa hivyo Sitaki kumzungumzia sana mtu ambaye bado yuko kwenye, na sitaki kuzungumzia sana kuhusu hiyo, lakini Chidi alikuwa kwenye matibabu. Okay, na alikuwa kwenye matibabu na bado ana nafasi ya kuendelea kupona zaidi na kuwa vizuri zaidi. Alafu yeye siku moja atakuja kuzungumza zaidi. Kwa sababu anayo nafasi ya kuja kuzungumza. Yeye ni kioo cha jamii, ni msanii. Kwa hiyo siku atakuja kuzungumza. Kwa hiyo kwa sasa hivi mimi nadhani tuwekeze nguvu nyingi kwenye kumshauri, kumuombea, kumbea kwenye njia ambayo ni nzuri ili aweze kuwa sawa kiakili, aweze kuwa sawa kiakili. Kwa hiyo mimi ndio naweza nikasema. Lakini kuna ambao tayari nimewasaidia, wako vizuri, kina Hawa, kina nani, naweza nikazungumza. Lakini Chidi tumuache kwa sasa hivi kwa sababu yeye mwenyewe bado anapambana. Bado anapambana na maisha yake, bado anapambana. Kwa kuna siku atakuja atazungumza kila kitu, atazungumza alikuwa wapi, katibiwaje, nini. Ingawa yuko kwenye kiukweli kabisa anahitaji muda zaidi na yeye kwa kuweza kukaa vizuri zaidi. Okay, na huwa inatumia muda gani mtu kukaa sawa akiwa patiwa matibabu? Inategemea, unajua, inategemea na ulikuwa unatumia nini, alafu na umeathirika kwa kiasi gani. Kwa hiyo ni kuanzia miezi 6. Kumalizia, ni watu ambao kama wasanii wanaletwa na watu, ama nyinyi mkiwaona mnawakimbilia na kujaribu kuwashawishi waje, kama mfano Chidi? Wanaletwa na watu. Kwa mfano Chidi ameletwa na BASATA na Kamishna Jenerali wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Msanii Diamond Platnumz ameshiriki hapo. Kwa hiyo na wao na Mheshimiwa Waziri Mwanefei alikuwepo humo katika huo mchakato. Kuna washikaji zake Chidi anaitwa Omi Dadi. Kwa hiyo ni mchakato ambao watu wengi wamekaa wakasupporti, tukasupporti kina Dick Sound. Kwa hiyo ni watu ambao wamekaa kabisa kama kibana tunamsaidia ndugu yetu analetwa. Lakini pia sisi wote tunawachukua wengine mtaani, unakutana na mtu mazingira ni mabaya, unaamua kumsaidia. Kwa sababu hii vita ni yetu wote. Hauwezi kusema tumwachie Kamishna Jenerali peke yake au tumwachie mtu fulani peke yake. Hii vita ni ya kwetu wote. Maana tuendelee kupigana wote. Wewe video ukiona mtu ana changamoto, unaona ngoja ni share na Pili, unanipigia, bwana hapa tunafanyaje? Tunashauriana. At least basi hata kwa mwaka mmoja wewe kama kijana mzalendo uwe hata umemsupport tu mraibu mmoja. Yaani ndio utatembea kifua mbele kwamba unamuona yule mraibu yule japo amesimamisha miezi 6 kuvuta kwa sababu yangu, japo amesimamisha mwaka kwa sababu yangu, umeshafanya. Kwa hiyo watu wasibisi, wajaribu pia kwenda kusaidia watu. Hao watu wanatuhitaji sisi. Hao watu walishapotea, hao watu wameshakata tamaa ya maisha, wanatuhitaji sisi. Nimeona Mtanzania mmoja akishare video akidai na yeye pia aliwahi kupitia kwenye hizi Sober House. Na akawa na
nawashangaa wa Tanzania ambao wanampongeza tu Chidi akiamini ya kwamba unene au alivyonenepa akirudi mtaani basi akirudi kwenye maisha ya kawaida atapungua atarudi kwenye kawaida. Kwa experience yako ni kweli mtu akiwa kule ananenepa kwa sababu hafanyi chochote ila akishatoka huko nje anaweza karudi kwenye hali ambayo ni ya kawaida? Yule aliyezungumza amesema mwenyewe aliwahi kuwa kwenye sober house. Unajua kunenepa inategemea, mimi nimenenepa na siishi sober house. Kunenepa inategemeana na mwili wa mtu. Wewe Vido mwenyewe ni una mwili ingawa hauishi kwenye sober house. Kuna watu wako kwenye sober house na hawajanenepa. Inategemea tu binadamu. Unajua hormones za mtu. Kunenepa kuna sababu nyingi. Sio tu kuwa kwenye sober house kuna kufanya wewe unenepe. Sababu za kunenepa ziko nyingi. Ila nilichomuelewa zaidi jamaa, naomba niwe positive. Nilichomuelewa zaidi jamaa amewaambia msibweteke kwa kumsifia tu peke yake kwamba umeweza. Bado ana safari ndefu sana. Bado ana changamoto nyingi ambazo tutakutana nazo. Kwa hiyo tuwekeze kwa kumshauri zaidi. Ili basi asimamie kile alichokipata. Kwa hiyo tusiwekeze tu kwenye sifa. Ingawa ni lazima pia tumsikie kwa sababu kuacha dawa za kulevya japo kwa siku moja tu si kitu rahisi. Yaani ile siku moja tu peke yake kuamua kusimamisha matumizi si kitu rahisi. Unatakiwa upigiwe makofi mengi, watu wakukumbatie. Kuacha tu kwa siku moja kwa sababu dawa za kulevya zinapigwa vita duniani. Kwa sababu unapozitumia zikaingia mwilini si kitu rahisi. Yaani ikishatengeneza addiction si kitu rahisi kuiacha hivyo. Kwa hiyo siku moja kusimamisha matumizi anatakiwa apigiwe makofi. Maumivu yake ni mabaya sana, ni makali sana. Kwa hiyo pamoja ndugu yetu sasa hivi ana miezi karibu 6 unajua amesimamisha. Kwa hiyo ni shujaa, ni mtu ambaye tunatakiwa tumsupport, tumpigie makofi, si tumvunje moyo. Ila tupende na yule jamaa aliyeongea kwenye mtandao, tuendelee kumshauri. Yaani tusimvimbishe kichwa. Kwenye sober house wanasema usiote pembe za udongo. Kwa hiyo mvua ikinyesha zinaweza kuloana. Usikae na wewe usiboteke maana yake. Endelea kupambana, endelea kuamini wewe dawa za kulevya ni tatizo kwenye maisha yako. Hutakiwi kabisa kujihusisha na makundi yoyote na mazingira yoyote. Ndio maana akazungumzia kitu fulani kinaitwa PPT. Jamaa, kwa hiyo hutakiwi kujihusisha na mazingira yoyote ambayo yatakufanya wewe utumie dawa za kulevya. Kwa hiyo si kitu rahisi hivyo unajua. Kwa hiyo inahitaji ufunge moyo wako na uamue. Kwa hiyo tunatakiwa tuendelee kumshauri jamaa, tunampenda, ni msanii wetu mkubwa. Tunatakiwa tuendelee sisi kama tuna mapenzi mema na yeye, basi tuendelee kumpa moyo, kumuombea. Mwenyezi Mungu anapokea pia. Na yeye mwenyewe tukutana naye katika mazingira yoyote, mshauri. Kwa mfano hapa sasa hivi baada ya show yake alikuwa na Mrisho Mpoto kamshauri, alikuwa na wengine kina mama yetu kina Hadija Kopa huko wamemshauri. Kwa hiyo lazima tuendelee kumshauri. Anapozidi kuendelea kusikia maneno yetu yale, na yeye ni binadamu, ni anakuwa sasa amechoka yale mazingira ya kusemwa, kuongelewa vibaya. Wakati ni mtu mwenye uwezo wa akili, ni mtu mwenye uwezo mkubwa. Mimi namuita very genius jamaa. Ana uwezo mkubwa. Chidi ana uwezo wa kukaa studio na akatunga nyimbo nzima na ikaisha. Kwa hiyo tuendelee kumuombea badala ya kudisi tu, tumuombee na tumshauri positive. Kwa hiyo yule jamaa kwenye mtandao tusimchukulie tu negative kwamba nini. Kuna vitu kavizungumza ambavyo ni positive na ambavyo kweli Chidi akivifuata atafanikiwa sana katika hili cover yake.